Kanumba ana umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu hata Ray huwa anateseka sana swala la Kanumba kuondoka. Kwa sababu unajua alikuwa ni mwenzake na nini. Kwa hiyo yani kwenye naweza kusema upande wetu sisi kila baada ya muda haichukui muda sio paka kumbukumbu. Yani kila pakitokea kitu anasema pangekuepo Kanumba kwa mshikaji wangu yani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa yeye kinamtesa. Kwa mimi kumsikia Kanumba kwenye masikio ni kitu cha kawaida. Ray huwa anamzungumzia, anakumbuka sana. Kwa pacha sana kwenye competition Kanumba. Huioni kwa vijana wa sasa hivi ambao wanafanya vizuri pia kwenye tasnia ya uigizaji? Wapo. Sasa hivi watu wako vizuri, wapo. Ambao wanachipukia, wapo. Kukaza tu wapo, mbona vijana wazuri wengi tu. Kupendeza tu tutajie watatu. Hapana, nitabagua mimi wote ndugu zangu ndugu yangu. Ila vijana wote yani kwenye yani wako vizuri. Sawa. Okay. Nimemaliza. Sasa nimekimbia lakini na wenzangu jamani napenda la kubwa ya masuala ya uimbaji atatuelezea hapa katika mazungumzo moto sana. Salama sanyie. Nashukuru. Pendeza mashallah. Asante mpendeza. Aya asante sana. Jamani asante sana. Ndio. Watu wanaweza kusema Chuchu kama si yule ambaye tukamwangalia zamani, mfumo ndio ule siku zote. Watumia mbinu gani? Mazoezi, nafanya sana mazoezi. Gym sana. Yes. Pengine hiyo ndio njia sahihi ya binadamu kujitunza. Kuangalia vyakula. Naomba mashanga ziwachukue. Kila mtu anachagua maisha ambayo yeye mwenyewe anaona ni sahihi. Tuambie kidogo pia kuhusiana na hili swala la tarehe 20 kutokea kati ya Tanzania pia katika swala la kuimba na kuabudu muziki wa gospel. Ni kitu kizuri, nadhani ni kitu kizuri sana kwa sababu kwa mtu kwanza kwenye mfungo ni sherehe na pia unapoimba unafurahi tena kwa kuimba kwa kumwomba Mungu. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho tunafanya sana. Mwezi wa 4 2025 stage trans mwaka huu. Na jambo nadhani mwisho wa mwaka Mungu akijalia. Mungu akijalia kwa sababu ulipo bado ndo nalipika pika. Of course ni kazi, hamna kitu kipya ila kazi yangu. Sawa. Juzi bwana aliposti msisi mwenzako na post yake kidogo ikasema hapa tukutane tushebi tumuulize pengine labda mlikuwa pamoja au ilitokea au yeye aliamua kutoa tu kama wazo. Aliposti kwamba sijui kwa nini ukiachana na mpenzi wako kisha kwa ex sasa ndio anaweza akaposti akakuzungumzia jambo lako bwana. Unasema fulani halikuwa sawa kipindi tuko kwenye mahusiano. Ni kwa nini? Hebu tuambie chochote kwenye. Sasa mimi nitaambia kati ameandika yeye mwenyewe ndio kujibu hilo swali. Mimi siwezi kujibu chochote. Okay. Ila yeye mwenyewe alipoandika labda anajua alichokimaanisha. Kwa hiyo mimi siwezi kumuongelea. Ila alisema mtabia wanawake, yani pale ameorodhesha kwamba wanawake ni kwa experience yake, yeye mwanamume. Sijui. Yaani mimi siwezi kumuongelea kwa sababu mwanamume akapata experience. Mimi sijui. Lakini pengine hata ushawahi kukutana na shoga zako wanawazungumzia wanaume zao, mic zao pengine mimi nakuwa kuongelea mahusiano ya mtu kumzungumzia nini. Mimi wa Tanga Sheikh. Umenyoga. Ungwana pia huko binadamu mtu. Okay. Miezi kama kadhaa hivi iliyopita ilikuwa birthday ya mtoto wako. Na alizua taharuki mtandaoni kwa sababu comment watu wakasema mzuri nini, lakini kuna watu wengine wakawa na comment kwamba wanamwanika sana mtoto wao wa kiume hapo, wamemsuka, wamemtia hereni, vitu kibao. Zile comment na imani uliziona na kuzisoma, unaweza kuwajibuje watu? Kwa ufupi tu kwamba Jaden tangia anazaliwa au anataka kuzaliwa tena alikuwa ananyotea star kwa sababu watu wengi walikuwa nasubiri nizae waone mtoto ni wa Ray kweli nini. Kwa hiyo alizaliwa na hicho kitu. Kwa hiyo hata nikisema nimfiche sababu kama watu nimpost mwanangu ataenda tu. Kwa hiyo hicho kitu kipo na mwenyewe amekulia hivyo, amekuwa amepata ubalozi Robiwani NBC, umeelewa? Kwa hiyo yani na babake maarufu, babake mama yake. Kwa hiyo ni yani hauwezi kuzuia hicho kitu. Yes, azifu kwamba kuna muda shule dini na kila kitu kina nafasi yake. Na kuhusu comment za kusema kwamba mnamsuka pengine kuhusu mwanangu mimi kama babake anafurahi na mimi nafurahi ya okay sawa na Mungu wetu kwa sababu hata kama Mungu hapendi basi Mungu atatikana na mimi. Sasa usema unasikiza kila kitu utashinda ndugu yangu. Kwani kuna ubaya kwenye hilo? Sijui. Mimi kawaida. Mimi naona sawa tu. Sawa.
Chuchu, hongera pia. Mtoto wako ni miongoni mwa watoto wazuri mashallah, lakini pia ni miongoni mwa watoto wenye ushawishi angali mdogo. Nimeona takriban watu wengi wakiposti top 10 mwanao huwa namba moja kwa uzuri na nini. Ungependa mwanao aishi kwenye maisha ambayo mliishi ya kisanaa? Hapana, kwa sisi tunachoangalia, tunaheshimu kipaji chake, tunaheshimu nini anataka, kwa hiyo tunamsupport kwenye hapo. Yeye ana interest na mpira. Kwa hiyo tunamwombea Mwenyezi Mungu kwenye upande huo, kama akikua akibadilika sawa, akitaka ingie huko sio sana kwa sababu sisi tumehasa tunajua, lakini labda kubifu tu. Kwa sababu umehasa unajua si pekee ndo njia, bado ukipita huko na Roma. Sasa hapana, huko hamna hela sana. Aende zake huko kacheza kina Ronaldo nini, unajua? Mbona nyinyi mmejipata kama unasema huko hamna hela sana? Tumejipata wapi? Sisi hamna, kawaida. Okay. Umepataje kila mara? Ila tunaheshimu atakachokuwa yeye anapenda. Yes, tutampangia. Umepataje kila Ronaldo hapo, interest zako asicheze vilabu vya Bongo? Atacheza, yeye naongea kama anacheza hata kimataifa, yani awe mwakilishi kama vile mtu kimwangalia Ronaldo mwangalia dunia nzima, si ndio? Yani kama hiyo. Kama akiendelea na hiyo career yake. Sahihi kabisa. Jana tu tumetoka kukesha katika makaburi Sinza mwenzi hayati Stephen Kanumba. Tasnia inazidi kubadilika, mambo yanazidi kubadilika. Kila mkikaa mkimkumbuka na tasnia vile ambavyo inapiga hatua, kuna sehemu mnaoishi labda kwamba hapa kidogo kuna swala ingekazia, au mwana hapa kidogo kuna competition ingezidi kuwa kubwa? Of course Kanumba ana umuhimu mkubwa sana sana, kwa sababu hata Ray huwa anateseka sana swala la Kanumba kuondoka, kwa sababu unajua alikuwa ni mwenzake na nini. Kwa hiyo yani kwenye naweza kusema upande wetu sisi, kila baada ya muda, haichukui muda, sio mpaka kumbukumbu, yani kila wakitokea kitu anasema pange kwepo Kanumba kwa mshikaji wangu yani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa yeye kinamtesa. Kwa mimi kumsikia Kanumba kwenye masikio ni kitu cha kawaida. Ray huwa anamzungumzia, anakumbuka sana. Kwa pacha sana kwenye competition ya East Kanumba. Huioni kwa vijana wa sasa hivi ambao wanafanya vizuri pia kwenye tasnia ya uigizaji? Wapo. Sasa hivi watu wako vizuri, wapo. Ambao wanachipukia, wapo. Kukaza tu wapo, mbona vijana wazuri wengi tu. Kupendeza hata utajia watatu. Hapana, nitabagua mimi wote ndugu zangu, ndugu yangu. Ila vijana wote yani kwenye yani wako vizuri. Sawa. Okay. Nimaliza. Sasa hiyo Nimekimbia lakini na wenzangu jamani, napenda